Kocha wa Young Africans amezungumza kama mdau hapa kwa ambavyo nimemuelewa mimi kwenye soka letu la Tanzania ambaye tuko naye kwa sasa hivi. Lakini pia amezungumza akitaja hii kama moja ya sababu nyingine ambayo ilisababisha Young Africans kutokupata matokeo ya ushindi kwenye mechi dhidi ya TRA United. Kocha Pedro amesema kwamba moja ya changamoto ambayo amekuwa wachezaji wake wanaipitia ya kiuchezaji uwanjani, mojawapo pia ni viwanja ambavyo wanavitumia katika michezo ya away. Akachukulia mfano wa kile kiwanja cha Singida ambacho ni kizuri, kiweza kuifanya Young Africans kacheza mpira mzuri na kupata matokeo ya ushindi kama ambavyo walikuwa wamelenga. Lakini akaomba kwamba ligi yetu ni nzuri, lakini moja ya jambo linapaswa kufanywa kazi ni maboresho ya viwanja ambavyo vinatumika katika ligi yetu. Though hataki kuendelea kuichukulia hiyo kama excuse, kwa sababu lengo la Young Africans siku zote ni kupata ushindi katika kila mechi ambayo iko mbele yao, na hasa mechi ya kesho dhidi ya Mtibwa Sugar. Nimemuelewa kocha Pedro kwangu mimi, na huwa ninawaza sana, pengine na wewe unaweza ukawa na majibu. Ukifuatilia viwanja vingi vya hapa kwetu nchini Tanzania vinavyotumika kwenye ligi kuu, ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na taasisi ile ya kisiasa ambayo ni kubwa sana. Ni viwanja vya muda mrefu sana. Lakini mpaka hii leo toka nimeanza kufuatilia mpira, changamoto hii ya viwanja bado inaishi na ionekani ni lini ambapo itaweza kutatuliwa. Mimi swali langu huwa ni hakuna fedha ambazo zinatosha kwa ajili ya kufanya maboresho mazuri katika hivi viwanja, vio vina uwezo wa kufaa kutumika hata katika hali ya hewa yoyote, kwa maana hata iwe mvua, hata kiangazi, boli inatembea vizuri, au kuna kosekana wataalamu ambao wanajua vizuri katika kuvitengeneza na kuviboresha viwanja vya mpira wa miguu wa kisasa duniani, ambao hawa wanaomiliki hivi viwanja wanawakosa. Yani pengine unaweza kawa na una swali lingine, lakini mimi hao maswali yangu ni mawili. Wewe una majibu gani ndugu yangu?